Mtazamaji wa Uhondo TV, hujambo na karibu. Hii ni Uhondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Ripoti na matukio ya kimichezo ambayo yanapatikana ndani ya Uhondo TV, Uhondo Michezoni. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uhondo TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo. Moja kati ya story ambayo imeonekana kuwa gumzo kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii ni ile taarifa ambayo inahusu dabi ya watani wa jadi, dabi ya Kariakoo, Young Africans Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao unatarajiwa kupigwa tarehe 15 mwezi wa 6 2025 katika dimba la Stadio Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam, Tanzania. Hiyo ni story ambayo imekuwa inazungumza kwa kiasi kikubwa kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, Yanga na Simba Sports Club ambao utapigwa tarehe 15 mwezi wa 6 2025 katika uwanja Mkapa, nimeona niweze kuletea taarifa ambayo inamhusu golikipa wa Simba Sports Club Tanzania 1 ambaye ni Aishi Salum Manula, golikipa ambaye ameonekana kuwa superb, golikipa ambaye ameonekana kuwa bora, ambaye ana experience au ana uzoefu mkubwa maybe kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia kwenye local game au ligi ya ndani kwa kiasi kubwa. Kwa wale magolikipa wa Simba ambao wapo mpaka sasa hivi, taarifa inasema nyota wa klabu ya Simba Sports ambaye ni Aishi Salum Manula Tanzania 1 ndiye golikipa wa mwisho wa timu hiyo kufungwa mabao mengi zaidi ya ligi kuu katika mechi ya Kariakoo Derby dhidi ya watani wao wa jadi ambao ni Yanga, wakati kikosi hicho cha Msimbazi kilichochapwa mabao 5-1 Novemba 5, 2023. Katika mechi hiyo mabao ya Yanga yalifungwa na Kennedy Msonda kutokea taifa la Zambia, Stefano Azizki ambaye alifunga magoli mawili kutokea Burkina Faso, Pacome Zouzoua ambaye alifunga goli moja kutokea Ivory Coast, Mpia Nzengeli Max akitupia mawili kutokea taifa la Kongo, wakati lile la kuvutia machozi katika upande wa Simba Sports Club likifungwa na Kip Dennis Mkandaji Prosper. Yes, hiyo ni taarifa ambayo imekuwa inazungumza kwa kiasi kubwa, lakini pia to be honest kwa mimi Aishi Salum Manula, of course tunafahamu kama ni golikipa ambaye kuna mbinu ambazo amekuwa nazo kwa kiasi kubwa, lazima urespect kile kitu ambacho amekuwa anakifanya. Of course naweza nikazungumza mambo mengi, naweza nikazungumza maybe kwamba ana experience, lazima urespect kile kitu ambacho amekuwa anakifanya kwa sababu ni local matured player ambaye ana uwezo mkubwa kwenye NBC Premier League, lakini anajua kitu gani ambacho anakifanya. Lakini pia imekuepo battle kati ya Aishi Salum Manula, lakini pia katika upande mwingine Ali Salim pamoja na tunaamini kwamba Msapini kama na magolikipa ambao kuwa super ndani ya klabu ya Simba, lakini pia Hussein Abel, almost magolikipa wanne ambao wapa mpaka sasa hivi, kujumuisha na Ayub Lakred ambaye anakamilisha ile namba ya magolikipa ndani ya Simba Sports Club. Lakini to be honest, golikipa kama Manula, of course kila mtu anafahamu ile ubora ambao amekuwa nao. Kwangu mimi naweza nikampa nafasi kuelekea kwenye dabi tarehe 15, ana nafasi kubwa ya kuweza kuanza kulingana maybe makosa ambayo amekuwa anafanya Ali Salim, kulingana makosa ambayo amekuwa anafanya maybe mtu kama Msapini kama ule ubora ambao amekuwa nao Aishi Salum Manula inaweza kumpa platform kocha Faro Davis kuweza kumwanzisha kwenye dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo to be honest kwa mimi bado nampa nafasi kuweza kuanza kwa sababu tunafahamu ule ubora ambao amekuwa nao. Maybe tusubiri kitu gani ambacho kinaweza kufanyika kutoka katika upande wa Faro Davis ambaye ni kocha mkuu wa Simba Sports Club. Lakini pia Manula pamoja na Msapini kama of course whatever the case, kocha akija na goalkeeper ambaye anaamini kwamba goalkeeper ambaye anaweza kuwa sababu katika siku hiyo, tunaamini kwamba anaweza akaonyesha surprise kwa sababu watu wote au magolikipa wote ambao wanazungumza maybe Ali Salim, Aishi Salum Manula, lakini pia Msapini kama Ayub Lakeri, magolikipa ambao washacheza dabi ya Simba na Yanga au dabi ya Yanga na Simba. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana kwenye football Manula, ila kwa mimi nampa asilimia kama 70 ya kuweza kuanza kulingana na ule bora ambao amekuwa nao, lakini kulingana na experience na exposure kwenye dabi na michuano mikubwa au mitanange mikubwa. Mtazamaji wa Uhondo TV, hii ni Uhondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah.